Wanahabari, karibu tena katika kipindi cha Plus Weekend, tuyatizame yale yaliyojiri katika juma hili. Mimi ni Witness Matiku. Na kwa muhtasari ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameagiza ujenzi wa makumbusho ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli ukamilike kwa haraka. Pamoja na hilo pia, wiki hii Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea taarifa ya tume ya kutathmini na kuhusu masuala ya kodi. Mbali na hilo pia, tukio jingine katika juma hili ni mamlaka za uokoaji zinaendelea kuwasaka watu 5 ambao hawajulikani walipo baada ya kuhusika kwenye ajali ya jahazi iliyotokea wilayani Pangani mnamo Machi 14 mwaka huu. Lakini pia dereva mmoja wa bodaboda mkoani Tabora auawa usiku wa manane na mwili wake kutupwa katika eneo la Miembe Mingi, kata ya Mbugani. Na sasa tuanzie katika maadhimisho ya aliyekuwa rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambapo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameagiza ujenzi wa makumbusho ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli ukamilike kwa haraka, kwa kuwa fedha zote zilizokamilisha mradi huo ambazo ni zaidi ya shilingi milioni 100 tayari zimekwisha tolewa. Kutoka mkoani Geita, mwandishi wetu anatueleza zaidi. Kauli hiyo imetolewa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye kumbukizi ya miaka 5 tangu kufariki kwa aliyekuwa rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli mjini Chato. Kwa kutambua na kuenzi mchango wa hayati John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akifuatilia kwa karibu ujenzi wa makumbusho yake hapa Chato. Mheshimiwa Rais ametaarifiwa kwamba ili ujenzi wa makumbusho ya hayati Pombe Magufuli yakamilike, zimepungua kiasi cha shilingi milioni 100 ili kukamilisha makumbusho yake hayo. Ninafurahi kuwajulisha kuwa Mheshimiwa Rais ameamua kutoa fedha hizo zote ili kukamilisha kazi hiyo. Kwa upande wake, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi akiwa kwenye kumbukizi hiyo Chato amesema, napenda kutumia fursa hii kuwaomba Watanzania wenzangu tuendelee kumwenzi hayati Dr. Magufuli kwa kuendelea kutekeleza azma yake ya kudumisha tunu ya amani tulionayo ili iendelee kuwa msingi wa mafanikio yetu kiuchumi na kijamii katika nchi yetu. Kwa kweli Watanzania tunayo haki na haja ya kumwombea rais wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kama hajafika kwa Mungu aweze kumpokea mbinguni, maana mambo yaliyofanyia taifa hili ni makubwa sana. Leo pia tunamkumbuka hayati Dr. John Pombe Magufuli. Sisi ambao tulikuwa karibu naye tunaweza kushuhudia na kunufaika na busara zake na hekima zake katika kuongoza taifa hili, na hasa kutambua rasilimali za nchi na wananchi wenyewe na wanyonge wa kuwepo. Mengine yote nimeshasema. Sisi huwa tunaandika ilani na tunamkumbuka Mheshimiwa Magufuli kwa mtekelezaji aliyefanya kazi kubwa sana katika kutekeleza hizo ilani za chama chetu 2015 mpaka Mungu alipomuita mwaka 2021. Ibada ya misa takatifu ya kumwombea hayati Dr. Magufuli imeongozwa na Askofu wa Jimbo Katoliki la Lulenge Ngara, Severini Niwemugizi. Akizungumza kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Askofu wa Jimbo Katoliki la Geita, Dr. Flavian Kasala amesema, Baraza la Maaskofu likiungana na ndugu zetu wote ambao tumekuja kusali hapa leo, tunazidi kuiombea nchi yetu amani na utulivu, maendeleo ambayo yatamgusa kila mtu, lakini vile vile umoja na mshikamano. Katika utawala wake kuanzia 2015 mpaka 2021 kuna ndege mpya 11 zinunuliwa. Ilikuwa kila wakati unasikia leo wanazindua Bombardier, kesho wanazindua Boeing. Ilikuwa kila wakati tunaona, na namna ambavyo ilisaidia sana kuongeza utalii, lakini pia na usafirishaji ndani na nje ya nchi. Basi ni makusudi ya Mungu, tulisema asante. Ila kwa yale ninayomkumbuka kwa kweli
Kwanza alileta hospitali kubwa ya rufaa na tibiwa bure mimi kama mimi. Akitoa salamu za familia kwenye kumbukizi hiyo, mtoto wa hayati Magufuli, Janet Magufuli, amesema leo tunapomkumbuka hayati Dr. Magufuli, hatukumbuki tu kama baba wa familia yetu, bali kama mmoja wa viongozi waliobeba kwa uzito mkubwa jukumu la kuimarisha misingi ya maendeleo ya taifa letu. Wakati wa uhai wake, hayati Dr. John Pombe Magufuli alisisitiza nidhamu, kazi na uwajibikaji kwa kuongozwa na kauli mbiu yake nzito yenye maneno matatu tu: hapa kazi tu. Na mtazamaji, wiki hii pia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea tathmini ya Tume ya Rais ya kutathmini masuala ya kodi, tukio ambalo limefanyika tarehe 18 mwezi Machi mwaka 2026, na ifuatayo ni taarifa kamili ya namna tukio hilo lilivyokuwa. Hafla ya kupokea taarifa ya tume hiyo imefanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo katika hotuba yake Mheshimiwa Rais Samia amewapongeza wajumbe wa tume hiyo iliyoongozwa na Balozi Ombeni Sefue, na kwamba serikali itaanza kufanya kazi mapendekezo yaliyotolewa ili kuhakikisha kuwa taifa linapata kodi stahiki. Nilifanya maamuzi ya kuunda tume hii ili kufanya tathmini ya kina ya mfumo wetu wa kodi kufuatia malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji pamoja na wadau wa maendeleo kuhusu changamoto za mfumo wa kodi nchini. Lakini pamoja na hayo, mabadiliko ndiyo maendeleo. Napokaa muda mrefu lazima mjitathmini na mjibadilishe. Hata nyoka naye hujibadilisha, si ndio? Anavua gamba, anaacha, anakwenda akiwa mpya. Kwa na sisi tunataka kuvua gamba la malalamiko ya kodi ili tuende tuwe wapya. Mheshimiwa Rais Samia amesema katika kipindi cha miaka 4 iliyopita serikali ilichukua hatua ya kuimarisha makusanyo mapato ya kodi, huku akipongeza mamlaka ya mapato Tanzania kwa kuimarisha mifumo ya ukusanyaji mapato ambayo imekuwa ndio sehemu muhimu ya kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani. Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi. Hafla hiyo imehudhuriwa na makundi mbalimbali ya watu kwenye jamii, ikiwemo viongozi wa serikali wastaafu na walioko madarakani, wakiongozwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, viongozi wa dini na wadau mbalimbali wa sekta ya fedha. Ni muhimu tuwe na mfumo wa kodi unaopanua wigo wa kodi na kuhakikisha kila mtu anachangia kadri ya kipato chake, lakini kwa namna iliyo rahisi, iliyo wazi, ya haki na usawa. Na sasa tuelekee mkoani Tabora, ambapo huko wiki hii afisa mmoja usafirishaji almaarufu kama bodaboda alifahamika kwa jina la Kimwaga Rashid Kimwaga, mkazi wa Tabora, ameuawa usiku wa manane katika kata ya Mbugani, manispaa ya Tabora, baada ya kushambuliwa na kitu chenye ncha kali kichwani na watu wasiojulikana wakati akitokea kupeleka abiria katika maeneo ya Miembe Mingi, kata ya Mbugani, huku pikipiki yake ikikutwa pembeni ya mwili huo. Na Adela Moses, mwandishi wetu kutoka Tabora, anatusimulia tukio hili lilivyokuwa. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo ambao ni miongoni mwa maafisa usafirishaji, wamesema kuwa mmoja kati yao aliona kizibao cha marehemu kilichokuwa pembeni ya barabara na kisha kwenda kuita wenzake na kuanza operation ya kuwasaka, na wakati wakiwa katika operation hiyo, bodaboda wengine wawili wanadaiwa kushambuliwa na watekaji hao na kusababisha majeraha, na hapa wanaeleza hali harisi. Kwa hiyo taarifa zetu tukapeana kwa wakati, tukaja mbio. Kwa hiyo tukio lilikuwa la muda mfupi, wale wakashindwa
kuondoka na pikipiki ya marehemu. Kwa hiyo wale wahalifu wakakimbia kwenye msitu wa Jeshi. Katika msako huu kuna afisa usafirishaji ambao ni bodaboda walikuwa wamesambaa kwenda kutafuta, wakaja kukutana nao upande wa pili, wakawa wamewapiga kamba kwa niaba kwa kutaka kuwateka, kuwaibia ile pikipiki ili wapate usafiri. Fika upande wa pili, bodaboda walikuwa wameenda mmoja, wamebebana wawili na wenyewe wakapigwa kamba tena. Walivyopigwa kamba ya pili wakawa wamekosa msaada, wale wakawa wanakimbia. Basi tukapata tena taarifa, tukaenda kwa wakati, ile pikipiki ikawa imetupwa. Ilivyotupwa wale tukawa tukufanikiwa kuwaona tena kutokana na huo msitu ulivyo. Tukio linatuogopesha sana sisi tunafanya kazi usiku, mazingira haya usiku. Yaani tunachokiwaza saa hizi hapa hata kuacha kufanya kazi usiku kwa jinsi tunavyoogopa kwa hili swala linavyoendelea. Wito wangu mimi kwa jeshi la polisi, tuendelee kupambana kama tulivyopambana wakati ule, kushirikiana, kutoa taarifa, watu wakamatwe. Hata hivyo, hivi karibuni matukio ya wizi wa pikipiki na mauaji ya maafisa usafirishaji mkoani hapa yameripotiwa mara kwa mara, hali inayofanya wakazi wa mkoa huu kuwa na hofu na mashaka. Na hapa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Yabwao anaeleza mikakati ya jeshi hilo. Tuelewe kwamba wakati ambapo kikundi kimoja cha uhalifu kinadhibitiwa, inawezekana kukawa kunazaliwa na kikundi kingine cha uhalifu kwenye jamii. Kwa hiyo mimi ni wasihi maafisa usafirishaji, kama ambavyo tumeshirikiana jana usiku, tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba tunawabaini na kuchukua hatua kwa wahalifu wote wanaojitokeza kwa sasa vya kihalifu. Ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira ya kudhibiti uhalifu wote unapojitokeza kwa wakati wowote. Watu 7 wameokolewa na wengine 3 wakiwa hawajulikani walipo, na wengine 2 wakikutwa wamefariki dunia kufuatia ajali ya jahazi iliyotokea wilayani Pangani kuelekea Mkokotoni Zanzibar, kupoteza uelekeo na kupinduka katika eneo la Nungwi majira ya alfajiri Machi 14 mwaka huu. Raya Kipingu anatueleza zaidi. Akizungumzia tukio hilo, kaimu afisa mfawidhi wa shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC Christopher Mlelwa amesema jahazi hilo liliondoka likiwa na mabaharia 5 na nahodha mmoja, ambapo inasadikiwa kuwa njiani walipakiza watu wengine 6, ikiwa ni kinyume cha utaratibu kwa kuwa jahazi hilo ni la mizigo. Tulipata kutoka kituo chetu cha utafutaji na uokoaji, taasisi zetu za utafutaji na uokoaji ambayo ni KMKM ukishirikiana na vikundi vya manaoza au shongo na sehemu nyingine. Kabla kijaondoka lazima kisajiliwe kwamba kina mzigo kiasi gani na kina watu wangapi. Kwa hiyo kifanyika kinyume chake, kifanyika kwa njia za kienyeji, ndio inaleta madhara. Baadhi ya mabaharia wakalalamikia wafanyabiashara wanaotaka kusafiri pamoja na mizigo yao, huku wengine wakieleza hali ilivyokuwa siku ya tukio. Wanakuwa wana shida kidogo, wanatoa maswali mengi, wanasema kwamba kwa nini mzigo wangu mimi unasafiri humu, mimi nisafiri na usafiri mwingine. Tukawaambia jamani, leo hali ya hewa msiondoke. Sisi kama sisi tulijua tu hawa watu bwana, kwa wingu la upepo kama lile asiki rahisi. Hapa ni katika bandari ya Pangani, mahali ambapo shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC linatoa elimu kwa mabaharia, wavuvi pamoja na wamiliki wa vyombo ambao wanafanya shughuli zao baharini. Hairuhusiwi kupakia mtu juu kwa juu, sababu kwa mfano wewe unahodha kapona, yeye atajibu tu baada ya hapo. Shukran sana Raya Kipingu, na sasa tuelekee katika taarifa hii ambayo Wizara ya Afya pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Wizara ya Elimu pamoja na Wizara ya Ujenzi kwa ushirikiano wa Shirika la Maendeleo ya Watu wa Japan wameandaa mradi wa kuboresha huduma za dharura kwa pamoja wenye lengo la kuhakikisha taarifa kuhusu ajali za barabarani zinapatikana kwa uhakika na kushughulikiwa kwa wakati. Na Nelson Munema anatusimulia zaidi. Mradi huo wa kimkakati unaratibiwa na Hospitali ya Rufaa ya Mkoa ya Amana, ambapo mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Bryson Kiwelu amesema mkakati huo una vipaumbele vitatu, ikiwemo kukusanya takwimu sahihi ambazo zinasomana kutoka kwenye kila sekta ya wizara. Na kipengele cha 3 cha mradi huu ni kuhakikisha kwamba tunatoa huduma za dharura za awali kwa wahanga wa ajali za barabarani. Pale ambapo ajali imetokea, basi yule majeruhi aweze kupata huduma kuanzia eneo la ajali mpaka anapofikishwa katika hospitali iliyoko karibu na yeye. Na katika mradi huu utatumika Hospitali ya Amana kama eneo la kimkakati la kitovu cha mradi huu wa kuhakikisha kwamba wagonjwa wale wanapata huduma. Elimu ya usalama barabarani, uokozi na majanga mengine ya dharura ni miongoni mwa vipaumbele vya mradi huo. Mwananchi akipiga 114
aeleze location mahali ambapo ajali imetokea, lakini na uhalisia wa ajali, ili sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tuweze kuja na vifaa stahili. If involves accident, please remember call 114. Na sasa tuelekee mkoani Iringa ambapo juma hili limetokea tukio la kusikitisha ambapo Mahakama Kuu Kanda ya Iringa imemhukumu kunyongwa hadi kufa Joseph Muhulilwa, dereva bajaji na mkazi wa mtaa wa Mwalukosi, kata ya Mkwawa, manispaa ya Iringa, baada ya kupatikana na hatia ya kumuua kwa makusudi mtoto wake wa kumzaa kwa jina la Timothy Muhulilwa mwenye umri wa miaka 4, akidaiwa kutenda kitendo hicho kwa lengo la kujipatia utajiri. Na Clement Sanga anatueleza zaidi kuhusu tukio hili. Hukumu hiyo imetolewa na Jaji Angaza Mwipopo katika kesi nambari 25532 ya mwaka 2025, akielezea kuwa ushahidi uliowasilishwa mahakamani hapo ulithibitisha pasipokuwa na shaka ya kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo kinyume cha vifungu vya 196 na 197 vya sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 ya mwaka 2022. Kwa mujibu wa mahakama, tukio hilo la kikatili lilitokea Aprili 12 mwaka 2025, ambapo mshtakiwa alimuua mtoto wake kisha kukatakata mwili wa mtoto huyo vipande vidogo vidogo na kisha kuvitupa kwenye shimo la choo. Akitoa maelezo ya ushahidi, Jaji Mwipopo amesema mshtakiwa alikiri kukatakata mwili wa mtoto vipande vidogo vidogo na kuuponda baadhi ya mifupa mikubwa kama vile ya kichwa kwa kutumia jiwe ili iwe rahisi kuutupa katika shimo la choo. Baada ya kukamatwa, mabaki ya mwili yaliyopatikana katika tanki la maji taka na kufanyiwa uchunguzi wa vinasaba yani DNA vilithibitisha ya kwamba mshtakiwa huyo alikuwa ndiye baba mzazi wa mtoto huyo aliyeuawa kikatili na kukatwakatwa vipande vidogo vidogo. Katika kesi hiyo, upande wa jamhuri uliwasilishwa na mashahidi 13 ambao ushahidi wao uliisaidia mahakama hiyo kufikia uamuzi wa kumtia hatiani mshtakiwa na kumhukumu adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Hata hivyo, wakili wa utetezi Godfrey Mwakasege amepinga hukumu hiyo, akidai mahakama haikuzingatia ipasavyo baadhi ya vielelezo muhimu ikiwemo ramani ya eneo la tukio, ripoti ya uchunguzi wa DNA pamoja na maelezo ya onyo ya mshtakiwa. Na tukisalia katika jeshi la polisi, tunaarifiwa pia kuwa mkoani Kagera, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kagera Brasius Chatanda amesema kuwa jeshi la polisi limefanikiwa kupunguza matukio ya mauaji katika mkoa wa Kagera, ambapo ulikuwa unaongoza kwa takwimu za matukio ya aina hiyo. Na kutoka kwa mwandishi wetu Jaxius Joachim anatueleza zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kagera Brasius Chatanda amewataka wananchi wa mkoa wa Kagera kuacha tabia kujichukulia sheria mkononi, akisema kuwa mwenendo huo unachangia kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu na kuhatarisha usalama wa raia. Kwa mwaka jana tulipunguza kesi makosa 35 na kulawiti tulipunguza makosa 9. Sasa haya makosa yamepunguaje? Kwanza, tuliongeza umakini kwenye upelelezi. Kamanda ameendelea kusema kuwa jeshi la polisi mkoani Kagera lilikuwa na kesi 6 ambazo zilisikilizwa mahakama kuu na kesi 3 walihukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Katika kesi 6 ambazo zilisikilizwa na mahakama kuu, kesi 5 wametiwa hatiani. Ni kesi moja tu ambayo mtu aliachiliwa huru. Mwisho amesema kuwa wakati wa kuelekea sikukuu ya Idi pamoja na Pasaka, amewataka wananchi wa mkoa wa Kagera kusherehekea kwa amani. Waombe wana Kagera wote tusherekee kwa amani na utulivu. Tusiache nyumba peke yake. Tusiache watoto wazurule barabarani wakiwa peke yao bila watu wazima.
Na toka katika taarifa hiyo ya jeshi la polisi kutokea mkoani Kagera, tunaenda kimataifa kuangalia yale yaliyojiri katika juma hili, na ni kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo taarifa na ripoti za juma hili zinasema ya kwamba wakati taifa la Iran likithibitisha kifo cha afisa wake mwandamizi wa usalama Ali Larijani pamoja na Jenerali Gholamreza Suleiman katika shambulizi la anga lilofanywa na Israel, sasa wanatangaza kiongozi mpya atakayekaimu nafasi hiyo. Eden Bahati ana usimulizi wa taarifa hii. Taarifa za awali kutoka nchini Iran zinaripoti Profesa Saidi Jalili ameteuliwa kuwa kiongozi wa kuongoza jopo la nyuklia na majadiliano yake, akirithi nafasi ya Shahid Ali Larijani, huku akitajwa kuwa katibu mkuu mpya wa Baraza la Usalama la Iran atatambulishwa punde. Profesa Jalili amewahi kuhudumu katika nafasi hiyo, lakini pia aligombea urais wa Iran japo alishindwa nyuma ya Daktari Masoud Pezeshkian. Wakati hayo akiendelea, naye mwanamfalme wa zamani wa Iran Reza Pahlavi ametangaza kuanza kwa hatua za awali za kuandaa mfumo wa mpito wa kisiasa utakaosaidia Iran kuelekea mfumo mpya wa uongozi wa kidemokrasia endapo mabadiliko ya kisiasa yatatokea nchini humo. Katika hatua hiyo, Pahlavi ametangaza kuunda kwa kamati maalum ya kushughulikia masuala ya haki za mpito lenye lengo la kuweka msingi wa uwajibikaji na haki kufuatia madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu chini ya utawala wa sasa. Eden Bahati, Channel 10+. Na sasa tumalize na taarifa hii kimataifa kutoka Congo Brazzaville, ambapo katika juma hili kiongozi wa muda mrefu nchini Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso amechaguliwa tena kuendelea kuongoza muhula wa 5 baada ya kupata asilimia 95 ya ushindi baada ya uchaguzi wa urais uliofanyika Jumapili iliyopita. Tume ya uchaguzi imesema baada ya asilimia 95 ya kura kuhesabiwa, Nguesso mwenye umri wa miaka 82 amepata ushindi mkubwa na kuwashinda wapinzani wake 6. Matokeo hayo pia yamethibitishwa na waziri wa mambo ya ndani katika hotuba yake siku ya Jumanne. Ushindi wa Nguesso ambaye amekuwa madarakani kwa miaka 42 sasa unatarajiwa kuidhinishwa na mahakama ya katiba kabla ya kuapishwa na kuendelea kuongoza nchi hiyo ya Afrika ya Kati yenye utajiri wa mafuta. Asilimia 84.65 ya wapiga kura waliojitokeza kushiriki kwenye uchaguzi huo, huku mtandao ukiwa umezimwa siku ya Jumapili kuendelea. Na kwa taarifa hiyo toka Congo Brazzaville kimataifa, ndipo tumemaliza kuyapitia yale makubwa kati ya mengi yaliyojiri katika juma hili kutoka hapa Plus Weekend ya Channel 10+. Mimi ni Witness Matiku, mpaka juma lingine, kwa heri kwa sasa.